Okay. Aya, nafuta hizi, tuanze upya. Alright. Okay. Sasa bwana, gold nimeona watu wengi sana wakimtrade. Hebu ngoja tuanzie, maybe let us say tuanzie kwenye time frame ya 4 hour. Kabla, nimeona watu wengi sana wakiwa na matazamio ya kumbai gold. Alright. Nimeona hicho kitu, kila mmoja anahangaika kwenye kumbai gold. Sasa huyu bwana gold, mara nyingi sana nilishasema kwamba gold ni asset. Ni watu wamewekeza biashara zao huko. Nilishasema kwamba wanawekeza hela zao huko, wanaenda wanaziweka kwa gold. Kwa hiyo ni asset, na ukimwangalia gold tangu ameanza kutembea, huwa anapanda zaidi kuliko kwenye kuseli. Kwa hiyo ni asset ya watu, yaani ni sawasawa na BTC. BTC mara nyingi sana, tangu atengenezwa, umeona kabisa anapanda zaidi kuliko kwenye kuseli. Kwa hiyo unapokuwa una seli lazima uwe makini sana kwamba naweza nikachenjiwa muda wowote. Ndio maana sometimes kuna mtu anakuambia bwana, hata namna gani gold awe na setup nzuri ya kuseli, mimi siwezi kumseli, ila huwa namwangalia sana kwenye kubai. Lakini mara nyingi sana gold anatumia setup mbili kwenye kutembea. Anatumia setup mbili kwenye kutembea. Setup ya kwanza ambayo huwa anaitumia sana, yani mara nyingi sana utamwona gold anaitumia kwenye kutembea, huwa anatumia sana flat. Yani kwenye time frame nyingi huwa anatumia sana flat, sawa sawa. Hizi tunasema ni market structures, ni market structures, sawa sawa. Tunasema ni market structure ambao anatumia sana flat, ambao tunajua kwamba flat huwa ni ABC ya market structure. Huwa tunasemaga kwamba ni ABC market structure. Anatumia sana flat kwenye kutembea, kwenye kutengeneza either reversal au kutengeneza continuation, huwa anatumia sana flat. Lakini structure ya pili ambayo mara nyingi huwa namuona anaitumia sana, huwa anatumia sana triangle. Huwa anatumiaga triangle, kwenye kutembea. Mara nyingi utamwona ana flat na mara chache utamwona ana nini, ana triangle. Kwa hiyo mara nyingi sana tutakutana na flat kwenye kumtembeza gold anapoenda popote. Na kwenye liquidity, upande wa liquidity wa gold huwa anatumia liquidity sana sana mbili, yaani anatumia liquidity mbili sana. uh, Liquidity ambazo huwa anazitumia gold ni mbili. Ya kwanza ambayo tunasema ni mara nyingi anaitumia, yani ni mara nyingi sana anaitumia, hiyo huwa tunasema anatumia OB katika kutembea. Hii anaitumia mara nyingi sana, yani mara nyingi anaitumia hiyo, na mara chache huwa anatumia FVG, FVG ambayo anaitumia kwa gold. Utamwona akitembea kwenye hivi vitu vinne, sawa sawa. Hapo ndo utajua ni namna gani ambavyo ilivyo muhimu kwenye kutrade pair, ambao ni mara nyingi unaweza ukawa una trade pair moja au mbili au tatu, ukizidisha sana zitakuwa tatu, kwamba mimi nitazijua zaidi hizi pair, na nitajua kwamba pair fulani inaobei vitu fulani na pair fulani haiobei vitu fulani, lazima nitembee na hizo codes. Kwa hiyo mara nyingi sana tutamwona kwamba gold kwenye market structures anatembea sana na flats, lakini pia akiwa anatumia triangles. Lakini kwenye upande wa liquidity anatumia sana vitu viwili ambao tunasema ni OB pamoja na FVG. Anatumia sana hivyo vitu viwili. Sasa angalia hapa, angalia angalia hapa, hii ni 4 hour ambapo tunaona kabisa kwamba gold yupo katika rotation phase, yupo kwenye phase ambayo tunasema yupo kutengeneza continuation, kwa sababu tunasema hii market, angalia inapokuwa inatembea katika mazingira haya. Kuna watu ambao niliwaambia kwamba muda huu unamuona gold akiwa anatengeneza structure nyingine ambayo anaweza akatengeneza kwamba ikawa ni collection kubwa. Kuna watu niliwaambia hivyo. Ukimwangalia anatembea katika mstakabali huu kwamba akatengeneza impasse collection, impasse then collection, impasse then hii ni collection. Sasa hii collection naiona kuwa kubwa kuliko hii, yaani collection hii tulionayo
naiona kuwa kubwa kuliko hii hapa, naiona kuwa kubwa kuliko hii hapa. Kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu ya hii structure ya pili ambayo ameitengeneza. Unaiona hii ametengeneza impasse hii ambayo ilikomea katika hili eneo, lakini ukiangalia distance ambayo ipo covered kutoka hapa mpaka katika hii point inanionyesha kwamba katika hili eneo tunaweza tukawa na extension nyingine itakayokuja kuvunja katika hii point hapa, katika point hii, namna market ambavyo imetembea katika hili eneo. Lakini pia nazungumzia in terms of market structure orientation, namna market inavyoenda kutengenezwa, market structure ya hapa. Ukiangalia kitu ambacho kina nani hapa, angalia hapa, angalia hiki kitu hapa. Ukiangalia katika hii point utagundua kuna kitu hiki hapa, labda kama ni wametutengenezea flat hii ya namna hii hapa. Katika hii point utakuja kugundua kuna kitu kingine ambacho kiko katika point hii. Sasa kama hii ndo structure ambayo tunaitabiri kuja kutengenezwa, ambayo tunasema ni flat, ambayo tunakuja kuitengeneza katika hizi point hapa, utagundua kwamba utagundua kwamba hii market tayari imeshatutengenezea hii. Tunasema this is A, this is B, then tunategemea kuja kupata nini? Kupata C katika hii point. Sasa hii C itakuwa kwa namna gani? Tutakuja kutembea kwa kufuata vitu vifuatavyo. Manake hii kama ni A, this is B katika hii point, manake hii itakuja kuwa ni C yetu katika hii point. Tutakuja kuangalia uh, nearby structures, kwa sababu kuna watu ambao wamekuwa wakitumia nini, kuna watu ambao nimeona wakiwa wanatumia hii kama structure ya kwenda juu. Wamekuwa wakitumia hii kama structure ya kwamba hii market inaweza ikafika hapa then market ikaenda juu. Kitu ambacho kwangu nakiona ni kigumu kidogo. Kwanza moja, hii market ukiitumia hapa, tunasema ukitumia hii structure hapa ambayo tunayo hapa, tunasema ni open, structure, kwa sababu ilivyo hapa tunasema hii sio complete structure hii. Hapana liquidity hapa, yani hatuna liquidity ambayo tunayo hapa. Sasa ukiangalia katika point hii, ukiangalia katika point hii, ukija kuangalia katika hii point, liquidity ambayo tulikuwa nayo ni hii, hapa, ambayo ikaja ikachukuliwa na hii, then market ikaja kutengenezea B. Lakini ukija kuangalia kwamba je, hii market kwa nini ije iende katika hii point hapa? Kwa nini hii market isirudie hapa? Kwa nini hii market isirudie katika hii point bali irudie hapo? Angalia hiki kitu. Kwa nini isirudie katika point hii hapa, bali ije irudie katika hii point hapa? Katika point hii tunasema ni structure reason. Yani ukiangalia hii structure, ukiangalia hii ambayo tunasema ni flat. Tunasema kwanza point zile tatu lazima ziwe kwenye level moja. Sasa ukiangalia hii itakupatia double bottom, alafu double bottom yenyewe ambayo itakupatia incomplete C, itakupatia incomplete C. Lakini kumbuka wakati unasoma market structure, sifa za point C, point C na point E kwenye market structure, kama market itaenda kukamilisha kwenye point C na point E, lazima market iwe na fake out kwenye point C, kwenye fake out na point C, na kwenye E kuwe na fake out, kunakuwa na fake out mara nyingi. Kwa nini kuwe na fake out mara nyingi? Tunasema kwenye C na E mara nyingi tunasema
structure wanakuwa wanazitengeneza out of liquidity, yani structure ambazo wanakuwa wanazitengeneza zinakuwa out of liquidity. Out of liquidity kwa namna gani? Angalia hapa, unaweza ukajikuta kwamba this is, labda unaweza ukajikuta kwamba wamekupatia hiki kitu kwamba hii, let us say tuseme ni bullish OB, ipo katika hii point, tuseme ni bullish OB ipo katika pointi hii, sawa sawa, ipo katika pointi hii, alafu market yetu ipo huku juu, yani inatembea kwamba ije ihiti hapa then iende huku juu, lakini unajikuta kwamba market yetu inakuwa na kitu cha namna hii, inakuwa na hiki kitu kwamba if this is A, B, labda hii ni C, labda tunakuja tunakamilishia E huku, E katika hii point, kwamba structure yetu inatakiwa ikamilikie hapa, this is E. Sasa unakuja kuangalia kwamba hii market structure inakuja inakamilika kwa namna hii, kwamba market inatembea hivi then market iende huku, alafu unakuja kuangalia kwamba structure imekamilika na hii ni E, sawa sawa, lakini iko out of liquidity, yani OB iko mbali zaidi, yani tunaiona kwamba OB iko chini alafu structure ipo huku juu, kwa lazima kwenye E hapa pawe na fake out, yani najikuta kwamba market imebreak kwenye E, inachukua liquidity alafu ndo inaenda, tunasema ni market structures inakuwa imetengenezwa out of liquidity. Lazima kuwe na nini? Kuwe na fake out kukamilisha na kuchukua ile liquidity, then market ifanyaje? Itembee katika right direction. Kwa hiyo kunakuwa na kitu cha namna hiyo. Sasa ukiangalia katika point hii kuna vitu vingapi? Kuna vitu kadhaa hapa ambapo tunaona kabisa kwamba hii ni nani yetu, hii ni structure yetu ambayo tunayo, sawa sawa, tunayo hapa. Alafu ukija kuangalia kwamba nia structure ambayo tulikuwa nayo wakati market inatembea ilikuwa ni hii, unaiona hii, tuko sawa sawa hapa tunayo ni hii hapa. Kwa maana yake it means liquidity ambazo zinatakiwa zitupelekee hii market juu, inatakiwa tuzipate kwenye hii structure, kwenye hii structure hapa, kwenye hii structure hapa ambayo tunasema ni strong liquidity, ambayo inaweza ikatutembeza na hii market tukaenda mbali zaidi, inatakiwa ziwe humu ndani. Sasa ukija kuangalia katika mazingira ya namna hii hapa, utakuja kuangalia katika haya mazingira, utakuja kukutana kwamba moja, ulikuwa na hii kama OB hapa, unaona hii ulikuwa na hii kama OB hii, na maanisha OB wakati market inashuka chini, hii ilikuwa ni OB wakati market inashuka chini huku, yaani market wakati inafanya hiki kitu, inatoka huku, ilifanya hiki kitu, ikafanya hiki kitu, then ikafanya hiki kitu, then ika break. Kwa hiyo hii tulikuwa nayo kama OB, alright, ilikuwa ni OB ambayo tunasema ni liquidity hii, sawa sawa. So hii market tulitegemea kuona kwamba hii inakuwa retained na sio kuwa disobeyed, na tunaiona kabisa kwamba hii market wakati inatoka huku chini, ilitengeneza hiki kitu, tulitegemea ifike hapa then iende huku chini, lakini market imekuja kuvunja kubreak hapa. Lakini kumbuka kuna theory ambayo tunatembea nayo sokoni, tunasema any broken liquidity should be the entry of the opposite direction ya hiyo market whatever, kwamba hapa tulikuwa na entry, kwamba entry yetu ilikuwa ni bearish entry, kwamba tuliingilia hapa tuseli, lakini hii market ilipofika katika hii point ilivunja, sawa sawa, ikavunja katika hii point. Kwa kama ilivunja hapa, manake hii OB inapaswa kuwa ni entry ya nini? Iwe ni entry ya kubai katika opposite direction ya kuseli, kwa sababu ilikuwa ni bearish OB, ilitakiwa tu sell. Sasa kwa kuwa imevunjwa, manake hii market inatakiwa ije ihiti hapa then ipande juu, lakini pia hii market ilikuwa imetengenezea market structure ambayo tulikuwa nayo ni hii, ambayo ukiangalia hapo ilikuwa ni hii. Kwa hiyo tulitegemea kuona kwamba hii market inarudi hapa then nashuka huku, ambapo watu wanasema ni liquidity engineering, wengine wanasema ni nini, wengine wanasema ni head and shoulder ambayo tunakuwa tumetengenezewa hapa. Maanake hii market ilitengeneza hapa then ilitengeneza hapa then itipaswa kwamba ikifika hapa then iende juu, lakini imevunja. Kwa kuna vitu viwili,
kuna broken structure katika opposite direction, lakini pia kuna broken liquidity katika opposite direction. Kwa hiyo kitu ambacho tunategemea kukiona hapo, tunasema market inapaswa kuingia hapo kuja kuhiti katika hizi structure hapa, then market tuende nayo wapi? Tuende nayo juu. Na ukiangalia katika hii point, ukiangalia katika point hiyo utakuja kugundua kwamba hapo ndipo sehemu ambayo tunaiona kwamba hii ambayo tunasema ni flat inakuja kukamilisha saiko yake hapo, ambapo tunaona kwamba hii manake if hii ikawa ni tunasema ni A, this is B and this is C, inakuja kukamilishia katika point ambayo tunasema kuna clear what, kuna clear OB, au tunasema ni clear market structure and liquidity katika hii point. Kwa nategemea kumuona kwamba gold anafanya kitu cha namna hii kwamba this is A, this is B and this is C, then market iende wapi? Iendelee kwenda juu. Still we have upward move. Hiki tulicho nacho ni collection ambayo tunaitengeneza hapo, ambapo watu wangeweza kuseli kabisa katika hii point na kumleta katika point hii. Ijumaa nilileta structure fulani, nilileta structure inayomhusiana na gold. Gold nilimleta hapa, watu wakatembea naye, nadhani waliotembea naye walitembea naye, na ambao hawakutembea naye nadhani hawakutembea naye pia. Nilileta kitu cha namna hii, nadhani ilikuwa ni Waniawa. Waniawa alituletea kitu cha namna hii, naye alitumia theory ile ile, alitumia theory ile ile. Alright, nasikika kuna mtu amewasha kuna mtu amewasha mic alafu yupo kwenye kelele, unazima mic. Sasa sijui ni Igneous, sijui ni nani, unazima mic alafu maisha yanaendelea. Alright, sasa ukiangalia huyu jamaa huyu, market ilikuwa imetutengenezea hiki kitu kwenye B. Kumbuka tunatembea na hii move na hii move, right? Ukiangalia katika hii tunatembea na hii move. Kumbuka tumesema any broken liquidity should be the entry of the opposite orders. Yani tunasema ile broken liquidity ambayo imevunjwa inapaswa kuwa ni entry ya order za kwenda kwenye opposite direction. Kama ilikuwa ni ya kubai, maanake inakuwa ya kuseli. Angalia hapa hii market wakati imetoka hapa ilitengeneza flip katika hii point, alafu ikavunja huku juu, sawa sawa. Kwa hiyo wakati imevunja hapa, tulitegemea kuona hii liquidity hapa ambayo ilikuwa ni clear OB hapa katika hii point hapa, ilikuwa ni clear OB ambayo tunasema ni bullish OB katika hii point. Tulitegemea kuona kwamba hii market inafanyaje, hii market inatoka huku ina hiti hapa, then inaenda wapi? Inaenda huku juu. Lakini hii market ilichagua kuvunja huku chini, ilivunja hii OB, kuvunja hapa chini. Kwa kama imevunja katika hii point, nini ambacho tunapasa kukifanya? Manake hii OB itakuwa ni entry ya kuseli, manake tunaenda kwenye opposite direction. Utaenda kuangalia structure fulani, kama sijaituma kwenye group lako, kama uko hapa nimeiweka status hapo, utaenda kuiona. Sasa ukiangalia hapa, manake hii OB ilikuwa ni entry ya opposite kwenda juu. Sasa imevunjwa, manake itakuwa ni entry ya opposite direction, manake entry yangu ilikuwa ni hii. Sasa ukiangalia ninakoenda, manake entry yangu kama ni hiyo, manake ninakoenda ni huku ambako nilikuonyesha huku, manake entry Mkuu, yangu ni hii. sikupati sauti yako bosi, sikupati. Wengine hawanipati au ni yeye tu? Nakupata. Wengine mnanipata? Kama kuna mtu basi kwake ni kwake, internet yake ni shida. Kwa hiyo angalia internet yako vizuri bosi, maisha yaendelea hapo. Kwa hiyo katika mazingira hayo, entry yangu ilitakiwa kuwa ni hii OB ambayo ilivunjwa hapo, then market yangu inaendelea kwenda katika hii direction. Kwa hiyo
mazingira ambayo inatakiwa nitoke ni haya hapa ambayo nimeyatengeneza hapa. Kwa hiyo still namuona gold akiwa kwenye bearish move, akiendelea kwenda chini zaidi mpaka katika haya mazingira, ndipo nitakapoanza kuendelea kwenye kumwangalia kwenda kwenye kumbai kuliko kumbai hapa sasa hivi au kwenda kwa kinyume naye katika hii structure. Na kumbuka tunasema structure ni kitu cha kwanza, alafu kitu cha pili kuja kukiangalia ni hizo ambazo tunasema ni liquidity. Si vibaya kutrade liquidity pekee, lakini ni vizuri ukaongeza na structure pekee ndani, ukaongeza nani humu ndani. Sasa kuna kitu kingine hapo kuna kitu kingine hapo nilikiona ambacho kilitengeneza kinachofanana na hapo. Kumbuka sasa, manake kama unaondoka hapo uondoke na idea ya kwamba gold still sasa hivi tuna mseli, na kitakachofuata manake baada ya kukamilisha hiyo structure ndipo tutakapofanyaje, ndipo tutakapo mbai. Kwa hiyo ndo kitu ambacho uondoke nacho hapo kichwani. Sasa angalia, kuna kitu ambacho kilitengenezwa cha namna hii kwa Euro USD, niliwatumia kwenye magroup Euro USD niliwatumia kwenye magrupu hapo. Alitengeneza kitu cha namna hii. Unaona hiki kitu ambacho ametengeneza, na ameshavunja mpaka TP yangu amesepa nayo mazima. Sasa ukija kuangalia, nadhani ni kwenye group la masterclass ambayo tulikuwa tunajadili, tulisema aje mpaka katika mazingira fulani haya hapa. Nadhani Blai, kama uko hapa unanisikia vizuri. Blai upo Hoods, somebody Hoods, naomba uzime maiki yako Sawa sawa sawa, sorry. Eh, okay, unazima maiki yako tu hapo, alafu maisha yanaendelea. Blai, hii setup yako nadhani umeiona hapo. Sasa katika mazingira haya tulikuwa na kitu sijui nianzie naye kwenye time frame ya 4 hour. Sorry, manani yangu, nadhani maelezo ni mengi kwa sababu kuna watu pia ni wachanga kwenye hii meeting, hawaelewi, lakini kuna watu wanaona maelezo ni mengi, anatuchelewesha kwa sababu wanajua vitu. Alright? Sasa ukiangalia katika haya mazingira katika mazingira haya tulikuwa tunaona katika mazingira haya tulikuwa tunaona bado wote hawa wapo kwenye bullish, ni bullish move hii. Hii ni bullish move. Ukimwangalia huyu jamaa unaona kabisa yupo kwenye bullish move baada ya kuvunja hii structure hapa. Ni bullish structure hii ulionayo. Lakini hizi ni structure, na ukiangalia kwamba yupo kwenye level 2. Sasa ukiangalia kwa wale ambao mnatumia BTMM, hii ni level 1, hii ni level 2, then tunategemea tupate level 3 huku, tupate level 3 ambayo tutapata baada ya kupata hii correction. Lakini kumbuka sifa ya market inapokuwa ina move kwenye level 2, ikishamaliza level 2 kwenda kuitafuta level 3, tunasemaga inakuwa na great correction yake inakuwa ni kubwa, au pullback yake inakuwa ni kubwa sana. Sasa ukiangalia katika eneo hili, katika hili eneo utakuja kugundua kwamba level 2 ilianzia katika hii point, katika point hii. Alright? Katika hii point, katika point hii. Sasa katika hili eneo tuna a lot of liquidity inside, tuna liquidity nyingi sana ndani. Tuna dakika 10. Kama hatutakuwa tumeishia, basi nitaongeza linki nyingine hapo. Alright? So tunaona kwamba tunaweza tukaja mpaka katika hizi point hapa, tunaweza tukaja mpaka katika hizi point. Nikiangalia kwa umakini hapa, nitakuja kuona kwamba hatuna liquidity yoyote hapa. Sawa sawa, hatuna liquidity yoyote katika hii point, hatuna. Sawa sawa, bali liquidity ambayo tunayo hapa ni hii hapa, unaiona hii ndo liquidity tulionayo. Kwa hii market, destination yangu ya TP ni hiyo hapo, ndo ninayo hapo, ndo destination ya TP yangu ambayo naiona hapo. Na kuja kuona kwamba hii ndo inaweza ikawa ni last destination to clear liquidity zote zilizopo hapa, lakini entry yangu ambayo nilikuwa nayo ni hii hapa. Kwa nini ilikuwa ni entry yangu? Naomba uione hapo.
hii market tulikuwa tunaiona kwamba hii market ilikuwa imefake out hapa katika hii point hapa, unaona hapa, alright, imesha fake out hapa, sawa sawa, na market ilikuwa inatembea kwa kufuata hizi row hapa hapa, sawa sawa hapa. Manake nilikuwa naona kwamba hii market yangu hapa katika hizi point, nilikuwa naona kabisa kwamba hizi ndo liquidity zangu hizi, sawa sawa, kwamba hii market ilipaswa ilipotoka huku ije hapa irudie kwenye hizi liquidity iende juu, yaani itoke katika hizi point, ilipokuwa inaenda inarudi, sawa sawa, inaenda inarudi, inaenda then inarudi. Alright, so katika haya mazingira sikutegemea kuona inavunja hapa, nilitegemea iende huku kwa sababu kuna liquidity at this area here, lakini nakuja kuona kwamba hii market ili nani tu kidogo, alafu ikavunja. Ilipovunja sasa, wakati ipo hapa chini, kitu ambacho nilikiona kwamba a valid entry ni hili eneo hili ambapo ni supply area, lakini supply area ambayo ndani yake kuna nini? Kuna liquidity, na liquidity ambayo nilikuwa nayo ni hii hapa. Unaweza ukatumia hii, sawa sawa, kwa sababu kulikuwa na accumulation of more than one liquidity. Kulikuwa na liquidity hii hapa, kulikuwa na liquidity hii hapa. Kwa hiyo yoyote ambayo ungeitumia ingekupa matokeo, ungeingia, ambapo huku kwenye time frame ya 1 hour hapa, kumbuka hii ni 4 hour, kwenye time frame ya 1 hour hapa, ambapo ungetumia 1 hour au 30 minute ungepata matokeo mazuri zaidi. Ukiona katika hii point, katika mazingira haya unakuja kugundua kwamba kumbe hii market liquidity sahihi ilikuwa ni hii, unaiona hii ambayo imevunjwa, kwa sababu hii ndio ilikuwa last bearish candle, then hii market ikawa inaimba inaenda huku juu, then hii inakuja inavunjwa. Kwa hii entry yangu manake ilipaswa kuwa ni hii, ambapo katika hii point manake entry yangu mimi nilipaswa kuingilia katika hii point, then ningeenda nayo wapi? Ningeenda nayo hii, ndo entry ambayo niliwatumia kwenye group, niliituma kwenye group hii. Tuko sawa sawa hapo? Tuko sawa waheshimiwa, na kuna linki nyingine ambayo nitawatumia hapo. Kuna linki nyingine na dakika chache hapo, ili hii nyingine ikate, lakini tuendelee mpaka ziisha hapo. Kibaki pa dakika moja nitawatumia linki nyingine hapo. Kwa hiyo still bado naona kwamba tunaweza tukaja hapa na Euro USD katika hii point, yani tukatoka hapo mpaka katika hii point. Ni pips nyingi tu ambazo tunatoka nazo katika hii point, sawa sawa, ambazo karibia ni pips 500 zinatosha kabisa kufanya chochote hapo. Then baada ya hapo ndo tunaweza tukaangalia kwamba tunaweza tukaenda wapi, tukaenda huko juu, tukaenda huko juu. Kwa entry ya kubai itakuwa huku, still tutakuwa tunaangalia bearish order, kumwangalia kwamba tuingie na bearish order sokoni, then tutakuwa tunaenda nazo hapo mpaka katika around this area, ndipo tutakapoanza kuangalia bullish entries, kwamba tuingie tufanyaje hapo. Same applied. Kuna watu wengine wanaona kwamba labda hii ndio ilikuwa entry tu. Entry zinakuwa nyingi, ila isipokuwa ni wewe umeipata market sehemu gani, na entry zote zinakuwa zina maana. Kwa mfano, kuna mtu ambaye aliingia hapa. Kwa nini aliingia hapa? Kwa sababu hii market ilimpa hiki kitu, ilimpa kitu cha namna hii hapa. Ukiangalia hii market hii ni OB hapa, manake entry yake ilikuwa katika hii, manake aliingilia hii, yaani kwenye shadow tu hii aliingia. Hizi pips anazo, hizi za hapa anazo. Ukija kuangalia, lakini pia kuna mtu ambaye aliingia hapa kwenye hii truncation hapa, unaona hii hapa ndani, hii market ilivunja hapa, yani ukiachilia mbali hii ilivunja hapa, yani ilivunja ikatupa aggressive candle hapa, then hii market manake iliporudi huku juu anakuwa aliingilia hii, aliitumia kama OB hii candle ya kwanza kabisa hapa, hii hapa hii ambayo imetumika kama doji, sijui mtaiita nini, kama wengine wanaita spinning top, wengine wanaita whatever you call it, lakini hii ndo OB ambayo ulipaswa kuingilia nayo hii. Then hii market iliporudi hapa, then ametembea nayo mpaka huku chini. Alright? So kuna mazingira ya kuingia, wewe unaingilia katika mazingira yapi? Alright? So
hizi kwa dakika hizi zilizobaki, naomba niwatumie linki nyingine hapo, alafu tuangalie pea nyingine mbili au tatu, then tuishie. Alright? Kiongozi, Naam. hii link mbona inaweza ikatumika kurudia kuliko kutuma tena nyingine? Kuexpand si itapasa tena niilipie. Sasa issue inakuwa ni ngumu hiyo. Ah, okay. Eh, naomba niwatumie tu hapo hapo chapu tu dakika 0. Sawa sawa.